Yaani Ngedere kutemba bungo lazima Sheikh Barifa washamchoka. Jana refa kabeba offside dakika mwisho akaona ujinga nitawabeba hadi lini. Nendeni mkapigike huko. Dhabibu zimewarefa. Sasa vitu vitamu Yanga hawezi. Abdallah, tuache masiala. Huyu jamaa ni shabiki wa Yanga. Muulize kilichotokea jana. Mimi naomba swali langu. Jana matokeo yakoje? Sikiliza. Bana, kwa heshima ya ndugu yangu, kwa heshima bana. Bana, swali la Sefu umelisikia? Nimesikia shehe. Huyu ni mwana Simba. Ndio. Na nakuwa naye sana. Ndio. Lakini yaliyotokea jana ni mchezo. Ule ni mchezo uliotokea. Yale yapo na hayakutokea pale kwamba leo kufanywa vile, na hata yeye Simba alijifunga goli kupitia mchezaji wake. Nadhani bwana Sefu anafanyaje? Shomari Kapombe alipiga zawadi, lakini mmekubaliana kwamba alichokifanya Mwamnyeto jana kilichotokea kwake kujifunga. Mchezo ule ni mchezo, sio alichokifanya Mwamnyeto. Tumtie moyo Mwamnyeto, ile imetokea ni bahati mbaya na kila mchezaji inatokea vile. Sasa ukisema Mwamnyeto au tuseme maneno mengi yale yamejani tu, basi tusimweke maneno mengi, tumtie moyo Mwamnyeto, ile imetokea yaishapita yale. Tuangalie tuliokuwa nao. Tumekubali kuangusha alama kwa sababu yake. Tumekubali kwa sababu sio kama kwa sababu yake. Tukisema kwa sababu yake tunakosea. Hakucheza peke yake. Umeelewa? Hakucheza peke yake. Ile ndio imetokea, basi tusijaji ile. Mmewapa alama watani. Hatukuwapa alama. Mmewapa alama. Yeye Sefu anajisifu lakini hakucheza mechi. Sisi bado tunamuongoza kwa pointi 5. Sasa yeye anajisifu kwa sababu gani? Kwamba anaona mimi nimempa alama. Sikumpa alama shehe. Huyu bado anaburuza, mimi ninamburuza kwa pointi 5. Ikijaliwa. Hata nanukuu maneno ya Mzee Saidi, bado ana maiti ndani hapa. Haijulikani itazikwa lini. Sasa huwezi kusema sana afu inaweza ikapiga chafya, ikitokea maiti imepiga chafya leo. Sasa ikitokea maiti ndio nitakuja kumuuliza Sefu. Yale ulikuwa unazungumza na sawa, useme uweke na akiba. Kwa sababu mashujaa si wadogo. Hizi mechi za mwisho kila mtu anatafuta akae wapi. Umeelewa bwana? Sasa bwana Sefu yeye akisema maana kazungumza maneno kibao kweli, na yeye leo ni mtu na nani wake. Kwanza tufahamu kutoka nani kwake. Nijue kutoka kwako kidogo. Sefu amesema kwamba Yanga hii kidogo ni tofauti na Yanga ambayo iliyopita. Unakubaliana nalo? Hayo ni maoni yake yeye. Hayo ni maoni yake. Yeye aseme Simba hii kidogo naye ana sehemu ya kusemea. Hii dirisha dogo limemsaidia kidogo, imekuwa bora. Sio bora. Sio bora. Imejisogeza kidogo pale uwepo mpaka imesogea pale. Mafanikio hayo. Mafanikio ya nini sasa? Ana mafanikio kutoka hatua moja kutoka chini kuelekea juu. Katoka wapi sasa? Msimu huu hujamfunga hata mechi moja. Hujamfunga hata. Ndio ushindi wake yeye, na ndio maana kafurahi sana. Juzi tulipotoka Zanzibar, kale kakombe kambuzi yuko kapata, walipiga kelele sana pale. Ndio. Nani bandarini pale. Ndio amekuweza sasa, takriban mechi 6. Funga angeona haya kataka ile suluhu. Tena ile mechi tulikuwa. Kombe gani? Kama sikumfunga nimepewaje? Bana Sefu, mimi nataka umoji kidogo ndugu yako. Kama sikukufunga nimepewaje kombe? Sawa, kombe umepata. Baada ya kunifunga. Ushaikuona mechi ya Simba na Yanga ya kirafiki? Ushaikuona mechi ya kirafiki ya Simba na Yanga? Hakuna. Hamna. Maana nikikubonda nimekubonda, haijalishi wapi. Turudi kwenye swala letu la msingi. Leo umesema sana bwana Sefu. Umenielewa? Kwa sababu mechi hukuicheza. Hayo utakayoyazungumzia hayo, umeshacheza mechi ndio ujue umeniacha gap la pointi 2. Bado nimekuacha pointi 5 shehe. Wewe unacheza, mashujaa usiwachukulie unaowachukulia wao. Umenielewa? Sasa wewe ukizungumza hivyo kama umeshinda, maana naona leo unajigamba unasema maneno leo Sefu wewe. Lakini sasa bwana Sefu bado mechi hujacheza. Yoyote yakatokea maiti kamng'ang'ania mwoshaji utasemaje? Ngoja kidogo. Mimi niliojiwa hapa. Vipi juu ya Mashujaa? Nikasema Mashujaa miongoni mwa timu kubwa. Yaani saizi Yanga tena mnaitegemea Mashujaa. Tuitegemea Mashujaa. Basi pale ndio umesema kimpira, lakini ukizungumza hivyo kwamba leo wewe kwani leo wewe ukisema yeye kitu na dada yake tumecheza jana, na wewe leo unacheza nani? Julio nani wako? Nani? Julio Pereira ni shabiki wa Simba. Julio. Kumbe unalijua hiyo. Ngoja kidogo. Tofauti yetu sio kocha kuwa Yanga, kocha Simba. Tofauti yetu sisi, mmiliki anailea Dodoma Jiji ndio mwenyekiti wa tawi la Yanga bungeni, Anthony Mavunde. Yaani bungeni kuna tawi la Simba na Yanga, wale wabunge. Mwenyekiti wa tawi la Yanga bungeni ni Anthony Mavunde, ndio mlezi wa Dodoma Jiji. Kwa hiyo yeye mlezi wa Dodoma Jiji ndio aiambie kwamba Dodoma Jiji msimfunge Yanga. Hiyo jana yenyewe simu ilizima. Ya nani? Ya Mavunde. Ingekuwa uhakika gani? Mimi si nimeambiwa, mimi sinapata taarifa. Bwana, haya ni maneno, kwa sababu haya ni maneno ya Simba na Yanga, ila tuombe Mungu jioni itafika, tutacheza mpira, tutaangalia. Lakini bwana Sefu, kwenye mpira lolote linafanyaje? Linatokea. Mimi hii lolote linatokea, mimi nimwambie, mimi sijaye kuona Yanga mbovu kama hii.
Unakubaliana naye? Sikubaliani naye. Basi tumuulize hoja za Sefu. Hujawahi kuona Yanga mbovu kama hii. Kwa nini useme Yanga hii ni mbovu kuliko zilizopita? Hii Yanga na rekodi ya mechi takriban 5. Yaani walishahukumiwa waamuzi wakameza 5, ikiwemo na mtani Simba, wakiwemo KMC, wakiwemo na Mungo, umenielewa, na mechi nyingi tu ambazo tayari Yanga walishadhibiwa au watu wakaonewa. Yanga ikiwa on fire pamoja, wanaambiwa waamuzi wanaipa tafu hiyo Yanga ambayo iko on fire, lakini ulikuwa unaona na uwezo binafsi. So hii shekha, hii Yanga yule Pacome anazurura tu, so yule tulikuwa tunamuona mwaka jana na juzi. Nisikilize kidogo wewe, nisikilize mimi mwalimu, msikilize nazungumza mimi mwalimu. Pacome ameingia mara 3 jana. Zanzibar, unakumbuka Zanzibar? Zanzibar unakumbuka gani huo? Pacome kashika mpira, msemaji wako kashika hivi, yaani hajielewi kwamba anaona hivi Zanzibar nani bingwa? Si Simba. Umenielewa? Nisikilize, katika Yanga mbovu ambayo, na ndio maana unamwona saizi Okelo yule anawaka. Okelo anawaka kwa sababu Yanga mbovu. Mrudishe Stefano Aziz Ki kwenye timu. Sawa, nisikilize vizuri. Mrudishe yule huyu nani huyu mzee huyu Mganda Aucho kwenye timu. Warudishe wale watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa huyu Okelo umuone. Kwa sababu gani Okelo saizi unamwona? Hamna mchezaji zaidi yake. Maxim pia Zingeri katumika muda mrefu, bendi ya Skinde na chechemea. Anazurura tu jana, kafika wakati kashika kichwa yeye na golikipa kapaisha. Yule Princess Dube. Princess Dube ndo Prince bana. Basi Kiingereza sikijui kizuri. Prince mwana mfalme. Prince ndo mwanaume. Princess Dube, nisikilize bwana, utarekebisha kule. Yule mwamba ndo kama la 3 golini. Hakuna kitu, hakuna Yanga mbovu ile haikotokea duniani kama hii na haitotokea tena. Mwakani wanaweza alau akasajili kidogo. Bana, alosema kweli kwamba Yanga anabebwa kweli? Sio kweli. Yeye ana uhakika gani? Nimetoa hapa. Ni mchezo wa wazi. Waamuzi anasema bado mechi na Mungu nani? Niuliziana na Mungu ilikuwaje? Penalti na Mungu amenyimwa, amepoa. Mpira ni mchezo wa wazi. Kila mmoja anauona. Wewe una uhakika gani? Uliangalia mechi na Mungu na Yanga? Yote nimeangalia. Umeangalia? Yote nimeangalia. Ile walopoa Yanga ilikuwa penalti. Ipi? Ni penalti kwa sababu si amecheza. Na ile beki wa Namungo na ni mabeki wako alomshika bega mchezaji wa Namungo. Ipi hiyo? Hivi wakati walifungiwa waamuzi? Sefu bana, Sefu. Jamaa au ulikuwa umesafiri? Sefu, mbona maneno mengi? Ulikuwa umesafiri? Mbona maneno mengi Sefu ndugu yangu? Bana mtangazaji, mimi nikwambia ukweli. Bana sisi tumpe moyo bwana Mamnyeto. Ile imetokea, imeshapita yale. Kwa hiyo tusimjaji sana, tukamsema sana kwenye mitandao, tukanani. Yale yameshatokea, hata Ulaya watu walifunga na si yeye peke yake bwana Mamnyeto kufanya vile. Kwa hiyo wenzetu wa Yanga au washabiki wenzangu wa Yanga, wanachama na nini? Tumtie moyo ndugu yetu, yameshatokea. Mnyama anakuja. Mnyama anakuja. Haji ndugu yangu. Mnyama leo anafungwa. Mimi saa ngapi nipigie simu nitakwambia. Mnyama haji, mnyama leo anaweza katoa suluhu. Ajitahidi sana atatoa suluhu. Watu wanategemea Mashujaa, hata Mashujaa akifungwa leo utasikia. Kocha Julio, wewe jana Sefu mmekimbia mkufurahi kwa sababu kwamba wewe umenifunga, wakimbilia kitu ambacho amecheza mwenzako. Kwa hiyo wewe umefurahi sana jana na nini Dodoma kunifunga mimi. Si ndivyo? Sawa. Lakini wewe unanifunga. Mimi huwa napata furaha kifungwa Yanga. Haijalishi, yani mimi nikiwa na kabondo wa Yanga huwa nasikia raha, hata kama Yanga kacheza Brazil sikubwa na najua atafungwa, lakini nikiona Yanga kafungwa mimi huwa nasikia amani kweli kweli. Jana nimelala kwa amani. Muona Kiwete katema bungo. Mimi nakueleza tena, nakwambia ili kombe unaoliona Yanga achukue hata kwa bahati mbaya, labda waamuzi wakubali wote wafungiwe. Sio kweli. Ili ambao unaliona. Wewe mpe na yeye alalamike. Sio kweli. Mimi kombe la kwangu. Na bado liko kwenye kabati. Hilo lapo. Kombe la kwangu. Bana, mimi nimalize bana na nini? Sawa. Wewe maliza, lakini saa 10. Saa 10 itafika shehe. Sasa hivi tunasogelea lakini saa 10 itafika. Kesho nitaomba kama hivi mlivyokaa hivi. Mara baada ya mchezo. Maana ana tabia za kuna nini, unamwambia mimi na shughuli zangu bwana. Maana ana mambo mengi, mara niko kwenye gym, mara niko wapi? Umwambie arudi huyu. Kesho tukae hapa na azungumze haya aliyozungumza hivi. Lakini leo anafungwa goli moja tu. Kesho nakuwa kama mwamuzi nakaa katikati yenu. Sawa. Kesho kama mwamuzi na katikati. Huyu Chavuzo hajawahi kushika hata tunguli, leo kawa mganga. Yaani mpaka namuona. Bwana mtangazaji, kesho tunakuomba rudi kama hapa. Na utatuhoji kama hivi, lakini Sefu hatafika hapa. Mimi nakwambia Sefu hatafika hapa, lakini leo bana mimi niwashukuru sana. Simba bado sisi tunambuza na pointi hizi. Zipi? Pointi hizi. Yeye anapiga kelele kama 2. Lakini sisi tunambuza na pointi 5 huyo.